Twende ndani. Tabia, nimekuja kwako, lakini na wasiwasi mkubwa sana. Hapa ni sehemu salama. Mume wangu hayupo. Anarudi kesho kutwa. Kweli unanihakikishia kuna usalama huu? Bwana, wasiwasi wa nini? Usinifanyie hivyo. Mwenzako nimekumisi. Twende bana. Please, twende. Twende bana. Wapi sasa? Hakimu, utaniua kwa la zako. Hakimu, utaniua kwa la zako. Njoo basi. Gizani kwa nta ya kisu, kazama kapotea kwenye penzi la mke wa mtu. Mke wa mtu sumu, 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 mke wa mtu sumu. Ona jicho lako linanitisha Tabia. Kuna baya lolote unaliwaza juu yangu? Lipi hilo? Nawaza anayefuata kuchezeshwa kichapo cha bakola baada ya kutoka hapa ni nani? Japokuwa sina hamu ya kuulizwa tena leo, lakini nina hofu nayo. Hofu ipi hiyo? Maana bado nikajua una kiu. Sina kiu hata, ila naogopa usije ukaenda kuchapia wanafunzi wa tukutu wakaivunja bure. Mimi bado nahitaji huduma yako mwalimu. Usijali. Hii ipo kwa ajili yako. Alo mume. Upo getini? Nakuja. Nilikuwa nimelala. Ngoja naenda kujua. Nakuja sasa. Nakuja kufungulia mume wangu. Jiandae. Tabia, nilikwambia hili swala. Mama, jiandae haraka. Tabia. Bana. Mume, umerudi? Si ulisema unarudi kesho? Kwani kuna ubaya mimi kurudi kwangu? Hapana. Nina hofu juu yako. Wauni ni wengi na matukio ya kiarifu yanaongezeka kila siku. Ulisema umebanwa na kazi sana leo. Sasa nashangaa umerudi saa hizi. Amna mke wangu. Nimekumisi. Unajua nimemaliza kazi ofisini mapema zaidi ya nilivyotarajia. Sasa nimekaa kila nikikaa nikisema nilale. Why? Nilale ofisini. Nikuache mrembo wangu na ng'atwa na mbu peke yako. Nasema nope. Lazima nifanye juu chini niweze kukuwahi mrembo wangu. Kwa kuwa nimefika salama. All out. Sawa. Basi karibu nyumbani. Kaniandalia maji ya kuoga.
nahisi kuna mtu amechomesha mchezo. Mume wangu hana tabia ya kusema harudi alafu akarudi, ila cha kushukuru akugundua chochote. Ila shosti nayo una balaa. Yaani uliamua kulamba asali kwa ncha ya kisu. Tena huku umefumba macho. Umenishinda tabia. Mimi napenda wanaume majasiri. Nilikuwa nataka kumpima yaliomo yamo au ndo mbuzi kwenye gunia. Umemwonaje? Mbaba ana balaa yule. Mbaba anajua yule. Anapeleka moto mpaka kizazi kinasogea pembeni. Usiniambie. Mimi mjeuri shoga yangu. Nishai kuchapwa na fimbo za ukubwa kila aina, lakini sikuwahi kulia hata yala. Ila fimbo ya yule baba iliniliza bila kutaka. Mimi si nimeishia darasa la 4, lakini jana nililia hadi kizungu shoga. Tabia. Wapo kuaficha, lakini sio wewe udugu wangu. Kwa moto alionipelekea hakimu jana. Tena uwanja wa ugenini, na bado akaupiga mwingi na pointi 3 akachukua. Sikufichi Chima, mume wangu namuona kama shoga yangu. Tabia, usifikie huko. Mume ni mume tu. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Hakimu? Anajua. Baba fundi yule. Sawa. Ngoja basi mimi niwae ofisini. Maana leo na wateja kibao. Poa. Vipi ndugu yangu? Jana misheni yako umefanikisha? Ndugu, jana nusu yanikute ya Hasani. Kivipi tena ndugu yangu? Yaani kama sio kupigwa risasi basi ungesikia watu washakula futa. We. Ilikuwaje? Alo mume. Upo getini? Nakuja. Nilikuwa nimelala. Ngoja naenda kujua. Nakuja sasa. Nakuja kufungulia mume wangu. Jiandae. Tabia, nilikwambia hili swala. Mama, jiandae haraka. Sasa nitafanyaje Tabia? Bana. Una balaa wewe. Sema sijiachie sana mwanangu. Yaani unaenda kula roast kitimoto msikitini? Sikuwezi kaka. Sasa kaka, ningefanyaje na mtoto kautaka? Ikitokea mchongo umeungua, mademu wanabakigi wanalia tu. Usimfanye hivyo, usimfanye hivyo, usimfanye hivyo. Afu huko wauni wanamwagia lami la Flodi. Kwa hilo niko makini. Haya, nizamize 40. Lamba asali gizani kwa ncha ya kisu, kazama kapotea kwenye penzi la mke wa mtu. Mke wa mtu sumu, mke wa mtu sumu, mke wa mtu sumu. Nilikuwa naosha vyombo mume wangu. Mimi mzima, hofu yangu juu yako tu. Kwa hiyo mume, kweli urudi? Mimi sipendi bwana mambo yako ya kurudi nyumbani usiku. Hapana, nina hofu juu yako. Sawa. Wewe. Mimi Tabia bwana. Naona kabisa ulikuwa unasikilizia. Mimi si nilikwambia arudi.
ila wewe awe kiboko. Moja, nakupa nyota 5. Ila unaweza kunisha kumisi. Natamani ningekuwa karibu nawe muda huu. Ndio. Basi sawa. Ngoja hapo kuna mazingira nayaandaa. Dakika 10 tu. Nitakucheki. Poa, love you. Hivi huyu ni mimi kweli? Mbona kama nipo kwenye ndoto ambayo sitamani kuamka? Samahani dada mrembo. Ilikuwa naomba warau hata dakika 1 kuzungumza na wewe. Mazungumzo? Mazungumzo gani haya? Ila sawa, zungumza. Si mara ya kwanza mimi kuonana na wewe. Ila hii itakuwa ya kwanza kuzungumza nawe. Kwa jina naitwa Kim. Ila ukipenda kuniita jina maarufu, wanapenda kuniita Matatu. Acha niende kwenye lengo kuu lililosababisha nikusimamishe hapa. Kiukweli dadangu, tangu nianze kukaa katika mtaa huu, nimeona mabinti wengi sana warembo. Ila itoshe kusema moyo wangu umetua kwako. Sitaki kifo kije kuniungua. Nimeweka wazi maradhi yangu. Nakupenda. Asante kwa kunipenda. Na pole kwa maradhi unayougua. Kwa bahati mbaya kwako, mimi ni mke wa mtu na ninampenda sana sana mume wangu. Najua. Unajua? Sasa, kama unajua hayo yote, kwa nini umenisimamisha na kuongea upumbavu wako? Sina lengo la kubadili chochote katika ndoa yako. Ila lengo langu ni moja tu. Nataka ufurahie mapenzi. Maana figa moja halivunjiki chungu. Mimi ni mke wa mtu. Tafadhali, niheshimu. Alafu, ala moja haikai panga 2. Tafuta wasaizi yako. Kurukaruka kwa maragi ndio kuiva kwake. Hivi wewe kenge maji, unanitafutia nini hasa? Au unataka niongee kwa kutumia kiungo gani labda utanielewa? Waliosema mapenzi ni uchizi hawakukosea. Najua ninachokitaka kwako kipo na sitochoka kukiomba. Maana mtaka cha uvunguni sharti ainame. Naomba nionee huruma mtoto wa mwanamke mwenzio. Koma, usinichulie. Naomba unipishe niondoke. Na hicho unachokitafuta utakipata. Chochote kinikute Tabia, lakini nikiwa natetea amani ya moyo wangu Tabia. Wewe ujui tu namna gani penzi lako linavyotafuna moyo wangu. Na ukinipa nafasi utajua nini namaanisha Tabia. Wakikuleta hadithi za mapenzi, ambayo na mpenzi, si unajua siwezi kuwa mbali nawe. Kuwa mbali nawe ndo hivyo siwezi, utanifanya nipagawe kwa hizi raha unanipatia. Mwenzako pawa ndo laishua. Msiba usikie kwa jirani tu, usombe utoke kwako, hata chizi yawe wa jirani tu. Mbangeni. Bila shaka ule itakuwa mume wangu. Ngoja nianze kujionyesha, maana nimemisi kudekezwa mimi. Halo Tabia, gereza la moyo wangu.
hivi ni lini utaniachia uhuru na mimi niishi kwa amani jamani? Mbona sura na matendo yako haviendani kabisa? Tuseme mtu sio sura, tabia. Nahitaji huruma yako ili na mimi nitambe na kulinga katika ile tufe la 3 kwenye mzunguko wa jua. Wewe nani? Unadhani ni nani kama sio mimi yatima mapenzi? Hakimu anayekupenda mpaka basi. Wewe, namba zangu umezitoa wapi? Mimi nadhani hili si la umuhimu kwa muda huu. Huyu vipi? Anijui vizuri huyu. Dawa yako inachemka mshenzi. Naikisha hivyo vizuri, nitakupa wingi. Sombe utoke kwako, hata chizi yawe wajirani tu. Oh yeah. Sijui nilikwamaje kwako. Maneno na vitendo ilikuwa ni zaidi ya bomu kubwa la nyuklia. Kwa maana yalisambaratisha kabisa ule uzio imara wa uaminifu katika ndoa yangu. Niliyapima maji kwa macho. Hatimaye baada ya kuvuka, nimezama. Nimeanywa maji kwa pupa. Hatimaye amenipalia. Nimejaribu ila nimeshindwa kuficha kikohozi. Hakimu, Pilato wa hisia zangu. Hakimu. Kulala kisa mapenzi ni mara. Nimezama siishi punje ya furaha na moyo nguvu naishoa. Nimekwama. Niambie jirani. Mimi namshukuru Mungu, sijui wewe. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu ni buheri kabisa wa afya. Nilikuwa nataka nikutafute kwa sababu pale nyumbani kidogo naona nyasi zimeotaota tena. Nikasema nikipata nafasi nitakutafuta ili twende tukafanye usafi pale. Ila uzuri leo tumekutana hivi. Na wewe mwenyewe umesema kuna jambo nataka unielekeze, nikaona kwanza nikwambie langu ili nisilisahau. Maana unajua mimi mambo mengi. Bwana jirani, mimi nashukuru, lakini jirani, shida yangu mimi kuna kitu nataka nikwambie, yani kinanifukuta kila nikikaa na sio kweli. Wewe ni jirani yangu, afu tumekaa muda mrefu sana. Ukiachana sijui na mke wako kumleta pale. Kabla hata mke wako tumeishi vizuri. Umenisaidia mambo mengi sana. Kwa nikaona sio vizuri nikae kimya. Lazima nikwambie. Mara nyingi wewe unavyosafirigi, unavyokaa labda siku 2, siku 3, kuna kijana huwa anafikaga pale. Yule mkaka sio mara moja nimewahi kumuona. Yaani kuna sehemu kwa Mtopa kule ni bodaboda, nishawahi kumuona mara kadhaa. Huwa anakuja hapa nyumbani kwako. Tena siku zingine anaweza akafika asubuhi, akaondoka kesho kutwa yake au kesho jioni. Sasa nikanajiuliza kwa nini afike wakati wewe unaondoka? Kwa nikasema lazima nimwambie jirani yangu. Uzuri tumeishi vizuri sana jirani yangu. Kwa siwezi, yani jambo kama hili siwezi kukaa nalo. Labda ni ndugu yako, labda ni mlinzi, siwezi kujua, lakini huwa ananitiaga mashaka. Kwa nini afike wakati wewe unaondoka? Kwa nikasema nikikutana jirani yangu nimfikishie taarifa hizi, lakini sio kwa ubaya. Mimi nimefikisha tu kwa sababu wewe ni jirani yangu. Ndio hivyo. Usijali bwana, usijali. Unajua ndio maana nawaambia mimi nikiwa sipo basi pale ni nyumbani kwetu sote. Kwa sababu unaambiwa mpende jirani yako kama unavyojipenda. Na mimi nashukuru tumeishi vizuri toka nimepanga pale. Sasa hivi tunaishi pale, tumeishi vizuri sana. Kuna jamaa wangu mmoja nilimpa kazi ya kufanya wiring kwenye mabanda ya kuku kule. Maana huwa nilikuwa nataka nijenge mabanda ya kuku wa kisasa. Sina uhakika kama ni yeye au vipi, ni mdogo wangu kabisa. But shukrani kwa taarifa na nitalifanyia uchunguzi hilo. Basi hamna shida jirani. Naomba kama sio kesho kutwa basi uje pale nyumbani
nitamwachia sasa hivi, nitakuachia 30,000 kwa sababu naona sio huku pembeni tu, hadi nyuma kabisa kule nitatamani upafanyie usafi. Nitashukuru bwana, hamna shida. Jirani, shukrani. Haya. Moyo umejaa maumivu, umejaa maumivu, maumivu. Kichwa kimejaa maswali, kimejaa. Unajua hakuna mvuvi anayempa samaki chambo baada ya kumvua. Kwa hiyo lengo lako la kupeleka barua lilikuwa ni kumshenyenta tu yule mwanadada. We baba. Mimi hizo dhambi siziwezi kaka. Motoni ni kweupe mzazi. Mashetani wote wapo hapa duniani. Hata Ibilisi anajifunza dhambi mpya kila siku kupitia sisi. Yeye kazi yake ni kuzisambaza tu. Anazitoa hapa, anazika hapa, anazitoa hapa, anazika hapa. Anazisambaza. Mzazi, afu juu yule jamaa tumeishia kumtesa tu. Hatukumuuliza tunachotakiwa kumuuliza. I see. Unajua nilishasahau kabisa. Umesahau wapi kaka? Bange nyingi. Hebu usizungumzie bangi bwana. Tumwai kabla hajafa mzee. Kodi. Okay, kona code. Kuna panya ameingia nyumbani kwangu. Nimeanza kumsikia sauti zake na fujo zake wakati akipita jikoni. Na kwa sasa yupo sebuleni. Yupo katika masofa. Nataka tumdhibiti kabla hajaingia chumbani na kuanza kushambulia godoro. Umefanikiwa kujua ukubwa wa panya huyo? Nope. But I think it's just a little rat. Kwa hiyo hatuwezi kutumia akili kubwa kumdhibiti. So, what is the plan? Hivi wanawake wanahitaji nini haswa? Wanahitaji nini? Swali lako tata mzazi. Inamaanisha ili mwanamke atulie katika mahusiano anahitaji nini haswa? Money or love? Nadhani vyote. Anahitaji mapenzi na pesa pia. Na hili liko wazi kabisa. No money, no love. Najua ili kuendesha maisha ya sasa yanahitaji pesa. But believe or not, mwanamke ajui anataka nini. Umeniacha hapo mzazi. Nimeshuhudia matajiri wenye pesa nyingi sana, lakini wake zao wamechepuka mpaka na walinzi. Na nimeshuhudia mademu na wake wa washikaji wakiliwa uroda kisa tu mtonyo. Mimi sasa hivi kama ugoro na uweka na tema. Sema kweli,
Ila nini lengo la ushuhuda wako? Kuna mwamba anamchapia IT wetu mkewe, tena ni bodaboda tu. Huyu jamaa mjui bwana Samri eh? Mtu kama anaweza kufanikisha dili za makundi za watu wabaya kwa kupitia tu taaluma yake ya IT. Sijui atamfanya nini huyo jamaa akimtia mbaroni. Hiyo ndo kazi iliyo mbele yetu, kuhakikisha tunamtia mbaroni huyo panya. Hilo limeisha. Tena inabidi tukimkamata tukate nyeti zake tuchemshe supu. Maana supu za nyeti za watu wasaliti mbwa anazipenda sana. Inabidi tufanye hivyo. Tumkamate, tumshirikie asiumize kichwa cha kichwa yetu wa kazi. Mbwa ni mnyama hodari sana katika mawindo. Lakini sijajua kwa nini umeamua kuchagua kuambatana na paka katika mawindo yako. Unajua ni ngumu sana kumvua samaki kwa ndoano bila chamba. Huyu paka hiyo chamba. Ni jambo la hatari sana kuwashirikisha wanawake kwenye michongo ya hatari kama hii. It is very risky, brother. I know. But mimi nimefurahi shemeji, nimefurahi kwanza kupafahamu nyumbani. Maana siku zote wewe ndo unakuja kututembelea. Nikasema no, leo lazima nije nikuone. Pia samani kwa kushtukiza. Wala usijali. Maana imekuwa ghafla sana, lakini lengo langu kubwa sana la kuja kwako, kuna jambo kidogo shemeji yangu nataka unisaidie. Jambo gani tena? Ni kitu cha kawaida tu. Unajua tarehe 13 ya mwezi huu ni siku ya kuzaliwa ya mke wangu. Kwa hiyo nilitaka nimfanyie surprise. Nilitaka nimfanyie surprise ili na yeye ajihisi kwamba ni mwanamke anayependwa na kuthaminiwa. Sasa nikasema kuna mtu ambaye anaweza akanisaidia mimi kukamilisha hii surprise ila ni wewe. Nikasema ngoja nifike kwako nikushirikishe alafu uone utanisaidiaje. Mbona una tabia mbaya namna hii? Yaani hata kuniambia tabia? Msamee Bulo, unajua shida sio mambo yake. Na sidhani kama huko nyuma alishawahi kufanyaga. Ila mimi nataka nimfanyie surprise. Na hata yeye mwenyewe bado sijamwambia kwamba siku fulani mimi nataka nikufanyie sherehe ya siku yako ya kuzaliwa. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia it's just a surprise. Ni surprise tu. Unajua shemeji, kama unapata nafasi ya kufurahi, inabidi ufurahi. Hata Mungu anasema hivyo. Lia wakati wa kulia, cheka wakati wa kucheka. Shukuru kwa neema zake. Kwa hiyo mimi naomba tu unisaidie. Na kitu ambacho nilikuwa nataka kutoka kwako, cha kwanza kabisa, nataka ukanichunguzie kwa siri ujue kwa sasa hivi ni simu ya aina gani anayotamani kumiliki. Iko ni kitu cha kwanza. Na kitu cha pili, nataka umuulize sehemu gani anayopenda kwenda kufurahi. Yaani ikitokea siku ya kuzaliwa kwake au siku yoyote, sehemu gani ambayo anaitamani kufika ili aende akafurahi. Iko kitu kingine ambacho nilitamani kukifahamu kutoka kwake. And last but not least, if possible, nataka nijue password yake ya simu, kwa sababu nataka siku hiyo ya nitakayomfanyia hiyo surprise, akiamka alipoweka simu yake aikute simu mpya. Alafu sasa ile simu mpya akiishika, akiweka password, anakuta password ni zake. Akiangalia profile picture anakuta profile picture ile simu yake, ila simu mpya. Kwa hiyo nataka nimfanyie surprise mke wangu. Na I believe on you, unaweza kuifanya kazi hii vizuri sana. Wala usijali shemeji yangu. Kuhusu hilo kwangu mimi, umelifikisha penyewe hapo. Utapata kila kitu. I am mastermind.
Spabu brad. Mpenzi, lazizi wangu, nyonga mkaliaini. Nimeona sokoni tisheti nzuri hiyo. Ukirudi basi nipigie ili tuonane, maana nimekununulia. Alafu jamaa, unapenda kuangalia pilau. Kuna vitu vingi sivijui. Kwa lazima nijifunze kupitia wajuzi. Alafu cheki kama huyo dada. Huyo mweusi huyo. Amevaa shanga kibao kiunoni. Kama demo akija geto hajavaa shanga. Nakata hata waya wachaji na mvesha kiunoni. Alafu kwenye show sasa, kama anajikuta bubu ali na mfinya kisirisiri. Kwa nini sasa? Aya, mzee mwenzangu we. La mechi shangwe bwana. Ya? Oh. Sweetie. Habi. Malkia wangu, ina maana majina yote mazuri nilikuwa nikukuita hukuyasikia? Au nimekuita majina mazuri kwa sauti mbaya? Tabia kipenzi, kuna shida gani? Mbona unalia? Na toka mchana najaribu kupiga simu yako haupatikani. What is going on here? Honey, nini shida? Nimeibiwa simu. Nimeibiwa simu. Umeibiwa simu? Umeibiwaje? Sorry, but mimi sipendi kulia. Sawa? Haya machozi inabidi ulie kwa ajili yangu. Sio mtu mwingine yoyote yule. Right? Okay. Nini? Fungua. Happy birthday to you, honey.
heri ya siku ya kuzaliwa mke wangu. Mimi? Yeah. Unajua kuna kitu nilikuwa sijawahi kukwambia. Mke wangu, maisha yangu yana maana kubwa sana kwa uwepo wako. Na ndio maana siogopi kuchafuka, kwa sababu yupo wa kunifulia. Hata jua siliogopi, kwa sababu najua kwenye joto yupo wa kunipepea. Na hata mvua, acha inyeshe mvua, kwa sababu upo wa kunikumbatia. Ila nina shaka na kitu kimoja tu. Unauhisi upendo wangu kweli? Wakikuleta hadithi za mapenzi, wambeo na mpenzi, si unajua siwezi kuwa mbali nawe. Kuwa mbali nawe ndo hivyo siwezi, utanifanya nipagawe kwa hizi raha unanipatia. Mwenzako pawa ndo naishiwa. Msiba usikie kwa jirani tu, usombe utoke kwako. Hata chizi yawe wa jirani tu, asiwe ndugu yako. Nishindwe kula, nishindwe kulala, kisa mapenzi yenye mara. Nimezama, siishi punje ya furaha, na moyo nguvu naishiwa. Nimekwama, nilamba asali gizani kwa ncha ya kisu, kazama kapotea kwenye penzi la mke wa mtu. Mke wa mtu sumu, 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 mke wa mtu sumu. Najiuliza, hivi ni wewe ulisema utanipenda mpaka kufa? Kumbe ni wewe, maji kuja maji kupwa. Hivi ni Vlad, niliona meseji yako jana usiku, ila mazingira hayakuwa rafiki kwa sababu nilikuwa na baba, nilikuwa na mama pia, pamoja na mjomba.
but nikasema nitakutafuta leo asubuhi. Yeah, tumekuja kuchota baraka kidogo kwa wazazi. Pia kazi zetu nadhani unazijua. All time tupo kwenye danger situation, kwa hiyo lazima kidogo uje kufanya mambo ya kimila. Yeah, ili kuweka vitu sawa. Nini wewe kwenye kasura kapole, macho alipokona moyo ulitetemeka, nafsi kasonona, kono ikataka kukushika nikukumbatie kifoni mwangu, nikukumbatie kifoni mwangu, nikuhifadhi mie moyoni mwangu, nikuhifadhi mie moyoni mwangu. Anaitwa Tabia, mtoto wa mzee Makurusa. Na ametokea huko mjini. Alikuwa anasoma. Amerudi baada ya babake kustaafu. Vipi kaka? Umeshampenda? Samli, unajua tangia nifahamiane na wewe, najikuta moyo wangu unajawa na amani, faraja na furaha isiyo na kifani. Sikuwahi kufikiria kama itakuja siku nitazama kwenye mapenzi kiasi hichi. Yaani, licha ya uhodari wangu wa kujua kuogelea, lakini najikuta nazama kwenye maji ya ugoko. Wewe unadhani ni kwa nini? Sijui. Labda nikuulize wewe. Kwa nini unanipenda kiasi hichi? Yaani, mpaka najihisi naumwa. Una sifa za kupendwa. Sifa ambazo sio Injili, sio Zaburi, sio Taurati wala Qur'an. Vitabu vyote hivi vitakatifu vimetaja kuwa hizo ni miongoni mwa sifa za mwanamke bora. Sasa, kwa nini nisikupende? Sifa gani hizo? Acha kunipaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Oya kaka. Mmependezana kama bustani iliyo kando ya mto. Yaani hapo kilichobaki ni ndoa tu. Sasa kaka, twende kanisaidia, kuna kambalo kameza ndoano. Wakikuleta hadithi za mapenzi, ambao na mpenzi, si unajua siwezi kuwa mbali nawe. Kuwa mbali nawe ndo hivyo siwezi, utanifanya nipagawe kwa hizi raha unanipatia. Mpenzi wangu, naomba unisikilize vizuri. Dunia nzima inaweza kunigeuka, ila usiruhusu moyo wako uniache. Wewe ndio pumzi yangu. Bila wewe, maisha yangu hayana maana. Lakini je, kama kuna kitu kikijaribu kututenganisha, kama kuna maneno ya watu au vishawishi vya dunia? Hakuna kitu chochote wala mtu yeyote anayeweza kunitoa kwako. Nimeamua, nitakupenda, nitakuheshimu na nitaishika mikono hii hadi pumzi yangu ya mwisho. Hata nikikosa kila kitu, nikibaki na wewe, nitakuwa tajiri.
Tabia, I'm gonna marry you. Nahitaji nikuoe. Nikukumbatie kifuani mwangu, nikukumbatie kifuani mwangu. Moyo umejaa maumivu, umejaa maumivu, maumivu. Kichwa kimejaa maswali, kimejaa maswali. Najiuliza hivi ni wewe. Hongera shoga yangu. Kutoka kwenye Itali mpaka Sony. Ila mumeo anakupenda sana. Inabidi uangalie namna ya kutompoteza. Maana kwa karne yetu hii ni ngumu sana kumpata mwanaume anayejali furaha yako. Wengi ndo wale busachia. Kuwa makini shosti. Usije ukaipoteza hii nafasi. Mwenye bahati ya bahatishi. Ameniambia anataka kunipeleka Elements. Lakini mimi nataka nikaenjoy na hakimu wangu. Yaani hapa ninavyokuambia. Nimemuomba ruksa nataka nikamuone shangazi. Kwa hiyo shoga, usije ukachomesha mchoro. Shosti. Watu tunachipuka. Ila wewe mchepukaji pro max mama. Yaani unakataa kutoka na mumeo kwa ajili ya mpango wa kando. Haijakaa sawa hii. Wewe hujui tu ni kiasi gani nimezama kwenye penzi lake. Unajua kuna muda mpaka najuta kwa nini nimeolewa mapema kabla sijakutana na yeye. Tabia. Umefikia huko? Unajua kuna muda mimi nilikuwa kama wewe. Nilijua mapenzi ni kuolewa, kutunzwa na kupewa vizawadi. Kumbe rahasha. Sio hivyo. Kipo kitu ambacho kimefanya mapenzi yaitwe mapenzi. Siku kuja kumpata mwanaume ambaye atakushika pale ambapo unatakiwa kushikwa. Atakupapasa pale ambapo unatakiwa kupapaswa. Alafu akakunyonya pale ambapo unatakiwa kunyonywa. Yaani mpaka maji ukaita mno. Utakuja kusadikia maneno yangu ninayokuambia leo. Tabia. Mua ulizamisha meli. Tabia. Kumbuka wewe ni mpango wa kando tu. Wenzio ndoa tunazitafuta. Na wanaume wenyewe ndio kuchumbia kiangazi, kuoa masika. Na hawachelewi kubinyabinya nyanya. Halafu kununua biringani. Kuwa makini. Usije ukaukata ulimi. Maana na kuona na lamba asali kwa ncha ya kisu. Shauri yako. Sina shaka wala hofu. Nimezichanga vizuri sana karata zangu. Oh yeah. Hakim. Naam. Asante. Asante kwa kipi? Asante kwa huduma yako. Kwa bora gani jamani? Mbona ni kawaida tu. Kweli nyani haoni kondole. Unamaanisha nini? Kwani mkono na mkona nani anaona raha? Mume. Ndo najiandaa hapa nataka nitoke. Sawa.
Tupige game la mwisho. Mpenzi, mwachie na mwenzako akali hata makombo tu. Maana ukina na kipofu usimshike mkono. Lamba asali gizani kwa ncha ya kisu, kazama kapotea kwenye penzi la mke wa mtu. Mke wa mtu sumu, 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 mke wa mtu sumu. You're so letting. Usiwe bodaboda mpumbavu. Ameniambia anaenda sheli. Nimekaa masaa matatu namsubiria yeye. Alafu sasa ubaya zaidi, nimempa hadi pesa ya nauli. Basi mke wangu. Come on. Uko umefika salama. Hivyo vingine havina maana tena. Bwana nipa wasiwasi mke wangu. Nimesema rudi saa 12. Basi. How was your holiday? It was good. Enjoy. Enjoy. Nimefurahi sana na marafiki zangu. Jisikia furaha kujisikia hilo kwako. Karibu chakula mke wangu. Amepika nani hiki chakula? Mumeo. Nimepika mimi. Umekionaje? Kinanukia vizuri. Wow. Umejifunza wapi kupika chakula kitamu kama hiki? Nikaona nipo idle. Nikasema kwa nini nisipike kwa ajili yako leo? Basi nikaingia YouTube, nika search how to cook rice, nikajifunza and finally unajua mke wangu, nilijua tosha kuwa ukitoka unapotoka huko utakuwa umechoka sana. Kwa hiyo nikasema sitaki nikusumbue. Ukirudi ule ukaoge kisha ulale kachanga kangu. But angalizo sasa. Kasoro yoyote utakayoiona kwenye hiko chakula, please usiseme kwa mtu yoyote. Ushaanza kujihami sasa Unajua nini mke wangu? Zamani sana wakati tunakuwa pale kijijini kwetu kulikuwa na gari moja kuu hivi. Ilo gari kwa kipindi hicho ndio lilikuwa gari pekee ambalo linabeba abiria kutoka kijijini kwetu na kupeleka mjini. Lile gari mbele na nyuma lilikuwa na maandishi. Tena yalikuwa yameandikwa kwa herufi kubwa kabisa. Abiria kuwa na amani, dereva fundi. Mume wangu ushaanza kuniongopea. Hebu kula kaoge. Tule wote. Nishakula. Kichwa kimejaa maswali, kimejaa maswali. Najiuliza, hivi ni wewe ulisema utanipenda? Inakuwaje? Fresh. Najua ujio wangu umekushtua sana. Ila nipo hapa kwa ajili ya mazungumzo ya amani tu. Nakuomba achana na mke wangu. Achana na mke wako? Wewe una ushahidi gani kama mimi natembea na mke wako? Oya dogo, tuheshimiane. Kama nilivyotanguliza kusema awali, nipo hapa
kwa ajili ya mazungumzo ya amani tu kakaangu, wala sio changeni. Please, nakuomba achana na mke wangu. Wewe toka, 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 nimekwambia toka, nimekwambia. Mtu mwenyewe goigoi wewe, usitake kunifia kwenye mikono yangu. Nisubiri. Usichokijua, siku ya birthday ya mkeo nilipiga show mpaka kanipa zawadi. Kimnunulia chupi mkeo, tutamvua akivaa. Wewe si umefeli? Wewe uniacha tumpe raha. Umutu. Yani haya sasa, mkeo nimeshamgonga na una lolote la kunifanya sasa. Unajua kuongea. Endelea kuongea kwa sauti kubwa ili pande zote za dunia wakusikie. Ila katika radi, umeta ndio kitu hatari zaidi kuliko hata sauti ya radi. Let me tell you one thing. You mess with the bad guy, and soon you're gonna get a reply. Who am I? Sintishe mdogo wangu. Haya maisha tu. Weka umeshindwa mwenyewe kumhudumia wewe tu. Mjini hapa watu naishi msingi kiuno. Umutu. Umutu. Wade. Chuma. Naona dalili zote za mumeo kufahamu juu ya mahusiano yetu. Tabia, naomba katika kipindi hiki tuwe mbali kidogo, maana bado naupenda uvulana wangu. Hakimu, unasemaje? Tutengane kidogo Tabia. Tutengane? Mimi siwezi bwana. Uwezi vipi sasa? Unataka kuniingiza katika matatizo sio? Mumeo ameshaanza kutia shaka juu yetu. Wewe unadhani akigundua nini kitanikuta? Bado naupenda uvulana wangu. Kumbe wewe ni mbinafsi ya? Wewe ni mbinafsi sana Hakimu. Unaweza kuhusu wewe tu. Uwezi jua hisia zangu. Hapana. Sio hivyo. Sio hivyo nini? Hakimu, unajua ulivyozivuruga hisia zangu. Unajua unavyonipatia kitandani. Nani ataweza? Nani ataweza kama sio wewe? Umenishawishi mpaka nimemsaliti mume wangu. Umenifanya mpaka mume wangu nimuone kama shoga yangu. Hakimu, unajua nimekupa kitu ambacho mume wangu sijawahi kumpa. Alafu leo unasema tutengane. Yaani siwezi. Sio kwamba nataka tuachane. Ila nilitaka tuchukue tahadhari zaidi tusije kufumaniwa. Hakimu, unanipenda? Ya, nakupenda. Ila hofu yako si mume wangu.
nitajua mimi nafanyaje. Nilamba asali gizani kwa ncha ya kisu, kazama kapotea kwenye penzi la mke wa mtu. Mke wa mtu sumu, 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 mke wa mtu sumu. Unajua watu hupenda kutaja majina. Pablo Escobar, mtu wa biashara za magendo aliyetikisa dunia. Al Capone, mfalme wa wahalifu aliyetawala mitaa kama mfalme wa giza. Adolf Hitler, mtu aliyefanya dunia nzima ikatetemeka. Ila wanapowataja watu hawa wanasahau kitu kimoja. Hawa wote walikuwa na mipaka yao, walikuwa na hofu zao, walikuwa na mwisho wao. Lakini mimi sina mipaka, sina huruma, sina mwisho. Mimi ndio neno mbaya likipewa sura. Mimi ndio kaburi kabla hata ya kifo. Na mimi ndio mzimu ambao hauwezi kufutwa na historia. Pablo Escobar, kiongozi wa Medellin Kata. El Chapo Guzman, kiongozi wa Sinaloa Kata. Osama bin Laden, muasisi wa Al-Qaeda. Al Capone na Adolf Hitler. Usiwataje tena watu hawa kwa sababu walikuja wakaondoka. Lakini mimi nipo na nitaendelea kuwepo. Nitakuzika katika kaburi la futi 12 ili uwe mfano kwa wote wasioheshimu vitu vya watu. Sawa, wewe ni uwe tu, ila hautoishi milele katika hii dunia. Wewe ni mtu mbaya na utakufa kwa ubaya wako. Let me remind you one thing. Haya ni maisha. Maisha halisia. Sio movie. Ambayo mara zote huisha watu wema wakiwa wazima. Kwenye maisha halisia ni tofauti sana na maisha ya kwenye movie. Katika maisha halisia watu wabaya na wenye nguvu ndio huishi namna watakavyo. Bosi, tumeshamaliza kuchimba shimo. Akafikiwe. Nilamba asali gizani kwa ncha ya kisu, kazama kapotea kwenye penzi la mke wa mtu. Mke wa mtu sumu, 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 mke wa mtu sumu.